rahisi tu. Lakini jambo la tatu, mzunguko wako wa hedhi upoje? Ni wa kawaida au unabadilika? Na hata kama unabadilika au ni wa kawaida, huwa kikawaida tu. Unapata hali gani hususan kwenye hizo siku za mzunguko? Either unapata hedhi nyeusi ya mabonge inayovutika, au unapata hedhi ambayo ni maumivu makali, na wakati mwingine inaweza kuambatana na hali ya mlenda, au inatoka tu kawaida, na wakati mwingine inatoka kwa siku ngapi? Either ni juu ya siku 7 au ni chini ya siku 3. Lakini huwa unakaa muda gani ndio unapata hedhi? Ni chini ya siku 21 au ni juu ya siku 35? Lazima swali hili ni la muhimu pia. Ulishawahi kupata ujauzito, either mtoto yupo hai au kaharibika? Ulishawahi kufanya upasuaji wote katika mji wa mimba, either ni wavimbe au ni wa kawaida tu katika mfumo wako wa uzazi? Mwenza wako alishafanya vipimo vya uzazi? Kwa sababu changamoto ya uzazi huwa ni ya wote, sio tu ni kwa upande wa mwanamke au ni kwa upande wa mwanaume. Kwa hiyo lazima tufahamu kama na mwenza naye alishakufuatilia usani kufanya vipimo vya sperm analysis ili kuweza kugundua kama kweli ana tatizo au hana tatizo. Hebu niwekee kwenye comment, wewe ungefanikiwa kufika, ungeniuliza mimi swali gani ambalo hili unajua lingekusaidia kwa haraka zaidi kujua changamoto yako, lakini sio tu kujua changamoto yako, kukusaidia kubeba ujauzito kwa haraka zaidi. Na napenda kusema hivi kwa sababu nipo nawe katika safari ya kuitwa mama.